Katika saa za usiku wa kuamkia Juni 14 mwaka huu, Iran ilianzisha mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Israel tangu kuanza kwa mivutano ya hivi karibuni. Mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi kufuatia kile Iran ilichokiita uchokozi wa kinyama kutoka kwa Israel dhidi ya maeneo ya kijeshi na vya nyuklia vya Iran wiki chache zilizopita. Kwa mujibu wa duru za kijeshi, Iran ilirusha zaidi ya makombora 150 ya ballistic yakifuatana na zaidi ya drones 100 za kivita zilizoelekezwa kwenye miji mikuu ya Israel kama Tel Aviv, Jerusalem, Haifa pamoja na vituo vya kijeshi kwenye ukingo wa magharibi na maeneo ya Negev. Shambulizi hilo lilifanywa kwa mfululizo wa saa 4 mfululizo usiku kucha, likisababisha taharuki ya kitaifa nchini Israel. Katika Tel Aviv, milio ya milipuko mikubwa ilisababisha giza la muda kufuatia kuharibiwa kwa baadhi ya vituo vya umeme. Magari ya huduma za dharura yalishindwa kufika kwa haraka maeneo ya uharibifu kutokana na hali ya hofu na barabara zilizofungwa. Milio ya mizinga na milio ya sirens haikuacha kusikika, watu wakikimbilia katika bunkers huku wengine wakijificha kwenye majengo ya ghorofa. Mashambulizi hayo yalionyesha wazi kuwa Iran ilikuwa imejiandaa kwa miezi kadhaa, ikiweka kumbukumbu za kile kituo muhimu cha kijeshi cha Israel kupitia ujasusi na uchambuzi wa satellite. Kituo cha anga cha Palmachim ambacho kinahusiana na uzinduzi wa makombora ya kisasa ya Israel kiliripotiwa kupigwa moja kwa moja na makombora ya Iran, na athari za milipuko yake zilionekana hata kilomita kadhaa kutoka eneo hilo. Haifa, mji wa viwanda na bandari ya kijeshi, ulipata pigo kubwa baada ya mfululizo wa makombora kudondoka karibu na hifadhi ya mafuta, kusababisha moto uliodumu kwa saa kadhaa kabla ya kudhibitiwa. Katika baadhi ya maeneo, idadi ya vifaa bado haijadhibitishwa rasmi, lakini mashahidi wameripoti kuona miili ikiwa imeteketea chini ya vifusi nchini Israel. Kwa upande wa Jerusalem, baadhi ya makombora yalilenga jengo la Wizara ya Ulinzi, na licha ya kupigwa na mifumo ya Iron Dome, baadhi yalifanikiwa kupenya na kusababisha uharibifu mkubwa upande wa mashariki wa jengo hilo. Hakuna udhibitisho wa vifo vya viongozi wa serikali, lakini shughuli zote za kiserikali zilihamishwa katika maeneo ya hifadhi kwa muda usiojulikana. Katika hatua ya kushangaza, baadhi ya makombora yaliyoelekezwa kwenye vituo vya kijeshi karibu na Dimona, eneo ambalo linaaminika kuwa na shughuli za nyuklia za Israel, yalifanikiwa kuharibu mitambo ya mawasiliano ya ndani. Tukio hili lilizua hofu kubwa ya uwezekano wa milipuko wa mitambo ya nyuklia, lakini serikali ya Israel ilitoa hakikisho kuwa hakuna mionzi iliyovuja. Kwa muda wa saa 24, anga la Israel lilikuwa limefungwa, ndege za abiria zikitua kwa dharura katika viwanja vya ndege vya nchi jirani. Uwanja wa ndege wa Ben Gurion ulifungwa ghafla, huku abiria wakikimbizwa kwenye maeneo salama. Hali ya taharuki iliambatana na uhaba wa huduma muhimu, mitandao ya simu ikikumbwa na hitilafu kutokana na shinikizo la matumizi ya dharura. Jeshi la Israel halikuchelewa kujibu, lakini mashambulizi ya Iran yalionekana kama hatua ya kwanza katika mkakati wa muda mrefu wa kuyumbisha utawala wa Israel kisaikolojia, kiuchumi na kijeshi. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1943, taifa hilo lilionekana kupoteza udhibiti wa haraka wa hali ya usalama ndani ya mipaka yake. Mitandao ya kijamii ya Israel ilikuwa kimya kwa masaa kadhaa kufuatia hatua ya serikali kuzima huduma ili kudhibiti taarifa zinazosambaa. Wananchi walionekana katika misururu mirefu wakinunua bidhaa muhimu kama maji, chakula cha makopo na betri, huku wengine wakihama miji mikuu kwenda vijijini kwa ajili ya usalama wao. Katika ulingo wa kimataifa, Iran haikuomba msamaha wala kutoa dalili ya kumaliza mashambulizi. Viongozi wake walisisitiza kuwa adui lazima atambue uzito wa uchokozi wake. Wakati huo huo, Israel ilikutana kwa dharura na washirika wake wa magharibi, huku kukiwa na ukimya mzito kutoka kwa Marekani kwa masaa kadhaa. Jioni ya Juni 14, picha zilianza kuibuka zikionyesha maeneo ya Tel Aviv yakiwa giza, hospitali zikiwa zimefurika na wahanga wakipokelewa bila dawa wala vifaa vya kutosha. Wataalamu wa usalama wa kimataifa walieleza kuwa mashambulizi haya ni ya kiwango cha kimkakati na yanaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya kiusalama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Taarifa za ndani kutoka idara ya ulinzi ya Israel zinaonyesha kuwa mashambulizi haya yametikisa imani ya wananchi na wanajeshi katika uwezo wa serikali wao. Wengine wameanza kuhoji jinsi Iran ilivyoweza kupenya kwa urahisi mifumo ya ulinzi na kwa nini tahadhari hazikuwekwa mapema. Mashambulizi haya yamedhibitisha kuwa Iran ina uwezo mkubwa wa kupiga na kupanga, kushambulia kwa usahihi na kudhibiti mawasiliano na mwelekeo wa kivita. Israel kwa sasa imeingia kwenye hali ya kutotabirika, ikijikuta ikiteketea zaidi kuliko kushambulia.